Ni Muteba TV. Ni Muteba TV inasamba. Tunafuraha kwa kupata TV bora. Tunayo raha kwa kupata TV bora. Hamjambo mtazamaji wa television Muteba TV. Karibu kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Taarifa yetu ya habari inatolewa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluhia, mtangazaji wako. Nikukaribisha kuweza kujiunga nasi katika habari zetu za siku ya leo, ambapo tuko pamoja nawe, na niseme asante kwa mara nyingine tena ambao kila leo ambao wanaendelea kujiabone kwa channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine, na wale ambao wanaendelea kutia comment zao, na wale ambao wanaendelea kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp. Tuseme asante kuchagua television yako. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluhia, mtangazaji wako. Nikukaribisha kuweza kujiunga nasi katika habari zetu za siku ya leo. Katika habari zetu za siku ya leo tutazungumzia kabisa kuhusu mapambano ambayo yaliripotiwa pale maeneo ya Lemera. Utakwenda kujua mengi na kuhusu mapigano hayo pia ambayo yaliweza kuripotiwa huko kwenye groupement ya Kigoma na nafasi zingine Jutu, ukipanda pale milimani Sange katika tarafa la Uvira. Na tutakwenda kujuza habari pia kuhusu mapigano makali ambayo yaliweza kuripotiwa huko maeneo ya Minembwe. Utakwenda kujua kabisa namna gani kwa sasa hali inavyojipanga maeneo hayo ya Minembwe baada ya shambulizi la mwisho kabisa ambalo lilifanyika tarehe 19 Februari mwaka 2026. Turejea hapa mjini Uvira ambapo kabisa tutakujuza kuhusu ujumbe wa ziara ya viongozi wa sheria ambapo waliweza kuzuru Uvira baada ya kutoka pale maeneo ya Kinshasa. Wajumbe hao wa Wizara ya Sheria walifanya Alhamisi tarehe 19 Februari mwaka 2026 ziara ya kukagua katika gereza kuu la Uvira ili kujua namna gani hali za uporaji zilivyofanyika baada tu ya M23 kuweza kuondoka Uvira. Haya na mengine tukukaribisha kabisa kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Moja kwa moja tutaanza na habari zetu za vita, ambapo kabisa habari kutoka television yetu tumekwenda kukuangazia kabisa kuhusu hali ya sitofahamu ambayo ilifanyika pale maeneo ya Kavumu tukiwa huko maeneo ya Bukavu. Milio ya risasi ilikwenda kusikika majira ya jioni huko maeneo ya Kavumu. Habari zilieleza kuwa wazalendo waliweza kuonekana kwenye barabara nambari 5 huko maeneo ya Kavumu kwa sababu risasi zilikuwa ni nyingi mno, na hiyo ilikuwa ni shambulizi ya wazalendo ambao waliweza kushambulia ngome la M23. Habari zilikuwaje? Habari tulizozipata kutoka television zetu zilieleza kuwa kuna baadhi ya mzalendo ambaye alikuwa kwenye kituo cha afya huko maeneo ya Kavumu, na baada tu ya masaa machache M23 iligundua kwamba kuna mzalendo ambaye anaendelea kupata matibabu maeneo hayo, na baadaye moja kwa moja waliweza kutuma vikosi vyao na kuja kumchukua mzalendo huyo ambaye alikuwa anapata matibabu. Muda sio mrefu wazalendo waliweza kupata habari ya kuwa mzalendo mwenzao tayari aliweza kupelekwa baada tu ya jipi za M23 kuweza kuwasili maeneo hayo na kuweza kumpeleka. Wazalendo waliweza kujikuta tayari wamekuwa maeneo ya Kavumu Centre, ambapo waliweza kuanza kushambulia kwa silaha nzito ili kuangalia namna gani ya kuweza kurejesha ndugu yao ambaye tayari alikuwa ameshapelekwa, lakini bila mafanikio. Walikuja kabisa kwa ratari kwa sababu habari tulizozipata walikuja kwa nyuma na tayari alikuwa ameshapelekwa baada tu ya risasi kuwa nyingi. Wakaadhi wote waliweza kujifungia ndani ya manyumba na shambulizi iliweza kuanzisha. Habari tulizozipata zilitaja kuwa wazalendo tu baada tu ya muda mchache waliweza kurudi nyuma na kuacha tena M23 maeneo hayo. Mpaka sasa ndugu yao ambaye aliyepelekwa mpaka sasa hajadhibitishwa kuwa yuko hai au yuko mzima. Hivyo ndizo habari za ukweli na habari za hakika kabisa za pale maeneo ya Kavumu. Tutoke huko maeneo ya Kavumu moja kwa moja kabisa tuweze kujielekeza huko
katika tarafa la Fizi, ambapo habari tulizokuwa nazo kabisa kwa sasa zilieleza kuwa mapambano mengine yaliweza kuzuka huko maeneo ya tarafa la Fizi, na baada tu ya kuzuka habari tulizozipata zilieleza kuwa mapambano kati ya waasi wa M23 na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilianzisha shambulizi pia. Hali kama hiyo kule Minembwe pia imeripotiwa kuwa mapigano makali yaendelea kati ya maeneo ya Irundu na Kitavi, ambapo baadhi tu ya vikosi vya jeshi la Kongo la FARDC wakiungana na wazalendo wanaendelea kuendesha shambulizi, kwa sababu habari za sasa zinaeleza kuwa vikosi hivyo vinasonga mbele kabisa kuendelea maeneo ya Madegu Centre, kwa sababu huko maeneo ya Madegu Centre ndipo kabisa ngome za M23 Twirwaneho, Red Tabara, Android vilikuwa vimeshaongeza kabisa nguvu nyingi. Lakini kwa habari ambazo tulizokuwa nazo zilieleza kuwa huenda kabisa muda mchache wanaweza kuwawasha kuwa maeneo ya Madegu. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu, baadhi ya raia waliokuwa kwenye kundi la Twirwaneho ambao walikuwa naunga mkono Twirwaneho, Android, Red Tabara, wengi wao waliweza kuweka silaha chini kabisa na kuweza kujiripoti mbele kabisa ya vyombo vya serikali, kwa sababu mapambano inapokuwa makali unakuta kabisa watu wanapoteza maisha, wengine wanakamatwa mateka, na wengine kwa sababu wanachanganyikiwa kutokana na milio ya risasi wanaamua kuweka silaha chini. Katika hali hiyo ambayo tunayoendelea kukutangazia, majumba yaliweza kuripotiwa kuwa yameweza kubomolewa na vijiji kadhaa vinaendelea kubaki ukiwa kabisa, kwa sababu watu wanaendelea kukimbia. Na hapa ni habari kabisa za uthibitisho ambazo pia za ukweli ambazo zinaendelea kuhakikishwa na viongozi ambao wanaopatikana kwenye shamba la mapambano maeneo hayo. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutokana na wakazi wa maeneo hayo pamoja na vyanzo vyetu, kijiji cha Minembwe kinadaiwa kuwa kabisa huenda kinaweza kuwa kimekombolewa chote kwa ujumla kutoka waasi wa M23 Twirwaneho, Red Tabara, Android. Niliwahi kuambia wiki iliyopita ya kwamba katika vijiji ambavyo viko vinazunguka Minembwe tayari jeshi la Kongo lilikuwa limeshazingira, na kulikuwa kuna baki kilomita 5 tu ili kwamba waweze kurekipere Minembwe yote kwa ujumla. Lakini kutokana na habari zetu ambazo tumezipata zinadhibitisha kuwa huenda kabisa Minembwe yote inaweza kuwa tayari imechukuliwa kutoka waasi na tayari imechukuliwa na jeshi la Kongo. Hizo ni habari ambazo kabisa zingali kwa chini tunazifuatilia. Kwa hiyo hatujahakikisha kwamba tayari imekamatiwa, lakini habari zetu zasemekana kwamba tayari Minembwe iko mikononi mwa jeshi la Kongo. Tusubiri ili kabisa tuweze kufuatilia na tukuje tena hapa ili tukwambie habari zilizokuwa za ukweli na habari zenye kukamilika. Unajua kwamba mapigano haya ambayo yanaendelea huko milimani, kwa sababu kuna matangazo, nilikuja hapa tena nikakwambia adui alitangaza kwamba maeneo ya Point Zero imekamatwa na ikarudishwa tena mikononi mwa M23. Nikaja hapa tena studioni nikakwambia kwamba hizo habari ni za uongo na hizo habari hazina msingi, kwa sababu watu wanajaribu kuchukua media na kuifanya bomu, kwa sababu unajua kwamba bomu wakati linaanguka huwa linaua watu, huwa linaharibu vitu kadhaa, lakini media sio kama bomu ya kubomoa watu. Media ni kufundisha watu na kuwaelimisha na kuambia habari zilizokuwa za ukweli, na ndio malengo ya television yetu, kwa sababu tunajikaza kabisa kufanya television yetu ili iwe television bora, iwe television ya kisasa ambayo itatoa habari kabisa kwa kuweza kuelimisha jamii. Hii vita baada tu ya M23 kutangaza, kwa sababu Kinshasa ilitangaza kwamba tunasitisha mapigano kupitia kauli ya kiongozi wa Angola ama rais wa Angola, ambaye aliweza kusema kwamba ni vema watu waishi kwa pamoja na kukubaliana ili kutimiza makubaliano ambayo iliyosainiwa ya kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Kongo kupitia Commander Supreme
rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ambaye aliweza kabisa kujiunga na kujitia kiunaga ubaga katika swala hili la vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili kuangalia namna gani wanaweza wakasitisha mapigano. Lakini unakuta ile volonte ya waasi M23 wanakuwa wana deborde, wanaacha ile akoro ya cessez-le-feu, wao kabisa wanaanza kujiraforce sehemu mbalimbali. Kwa sababu hii vita ukiangalia kwa ujumla, unakuta vita vimeanza Pwezero, Minembwe, Kalingi, na Madegu na nafasi zingine. Ukiingia huku Lemera, unakuta pale maeneo ya Lemera mapambano ulisikia hii siku 3-4 ambazo zilisha, kulikuwa ni hatari maeneo ya Lemera, maeneo ya Mulenge ya kwanza, Mulenge ya pili na vijiji vingine. Vita vilikuwa vikali, na ukiangalia wazalendo washajidetermine kwa sababu hakuna nafasi ambapo M23 iko na jaribu mapigano ipate tena kuresiri. Donc ikijaribu mapigano iko napata esheki. Tuangalie pale maeneo ya Pwezero walipigwa wakapata esheki. Tuangalie pale maeneo ya Lemera walijaribu kupiga pale maeneo ya Mulenge ya kwanza na Mulenge ya pili wakapata esheki. Na habari ambazo tena tunazo kwa sasa ambazo ziko za uhakika, ambazo kabisa ziko za ukweli, ni wakati waasi wa M23 walijaribu kabisa kuendesha shambulizi huko mjini Katonyi Ijumaa ya tariki 20 Februari mwaka 2026. Pia wamefanikiwa kabisa kuweza kurudishwa nyuma waasi wa M23 kutoka eneo la Konkwe lililoko katika groupement ya Kibati katika sheferi ya Bahunde mkoani Nord Kivu. Unasikia? Donc unakuta wao wanajaribu kabisa kupiga sehemu fulani ili kwamba wahakikishe kwamba wamedhibiti maeneo ambayo kabisa inamilikiwa na jeshi la Kongo na wazalendo, lakini kunaweza kabisa kuwa na nguvu ambazo kwa sasa tunazoziona kwa jeshi la Kongo baada tu ya hii force ya Ibu na wengine kadhalika wa Israeli kuweza kufika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuanzisha kabisa mapigano. Mtazamaji wa televisheni yetu, leo tuko kabisa tariki 21, tunapata nafasi ya kuchambulia habari kabisa ambazo zilizokuwa za ukweli. Katika vita vya M23 huko Kivu Kaskazini, mapigano makali pia yaliweza kuripotiwa kati ya wazalendo na jeshi la FARDC wakishirikiana, huku wakitandikana na waasi wa M23 huko maeneo ya Nord Kivu. Mapigano hayo ambayo yaliweza jumuika tariki 20 Februari mwaka 2026 pia wamefanikiwa kuwarudisha nyuma waasi wa M23 kutoka eneo la Kwenku liloko katika groupement ya Kibati sheferi ya Bahunde mkoani Nord Kivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari tulizozipata tu ni baada tu ya siku 4 za mapigano makali katika wilaya ya Masisi. Makabiliano kati ya waasi wa M23 wanadaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda wanaendelea kuendesha shambulizi dhidi ya ngome za wazalendo na jeshi la FARDC. Habari tulizokuwa nazo, mabadiliko yaliweza kuja tu baada tu ya udhibiti na kuelekea mwelekeo mkubwa, kwa sababu vita vilianza tangu tariki 16 Februari. Waasi wa M23 waliokuwa wameongeza kabisa mashambulizi dhidi ya ngome ya wazalendo katika eneo la Katonyi wilaya Masisi, hali ambayo kabisa imeelezwa kuwa ni ukiukaji wa makubaliano ya mpango ya kusitisha vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Donc nafasi zote ambazo wanajaribu kupiga risasi wanaingia mwesheki, kwa sababu jeshi la Kongo limekuwa kabisa na mbinu nyipya na linakuwa kabisa na uwezo wa kuanza kuwakadiria na kuanza kabisa kuwafurusha, kwa sababu wao wamejipanga kimasomaso. Tuongee na habari moja kwa moja kumalizia habari zetu, tugusie habari za huko maeneo ya Sange. Tulikujuza kuwa maeneo ya Kahungwe, Kanga
na vijiji vingine vinavyonukia huko maeneo ya Sange. Mapigano makali pia yaliweza kuanzishwa kutoka kundi la Bwana Kamama kwa sababu ngome zao ziliweza kuviziwa, kwa sababu kulikuwa na shambulizi kubwa kabisa, na hata risasi ziliweza kusika maeneo ya Runingo kwa sababu kwanza siku ya kwanza, siku ya pili hali kabisa ilikuwa ni ya hofu, na raia wengi wa pale maeneo ya Mikamba, maeneo ya kule maeneo ya Kasambura walitaka kuhama maskani yao kwa sababu silaha nzito nzito zilikwenda kusikika maeneo hayo. Lakini vijiji kama vile Rugeje, maeneo ya Kanga na nafasi nyingine, moto ulikuwa mwingi sana kwa sababu watu waliweza kutuandikia message mpaka saa 5 za usiku kwamba risasi zilikuwa singali nyingi. Lakini habari tulizozipata kwanza eleza kwamba wanajeshi pamoja na vikundi vya wazalendo viliweza kabisa kuwafurusha wapiganaji M23 ambao walikuwa wanapatikana pale maeneo ya Rugeji. Na ukiangalia hawa ambao wanapatikana kwenye RN5 hawapigani, lakini mapigano ilikuwa inapigiwa kabisa huko maeneo ya juu, kwa sababu wakati M23 ilikuwa Uvira, hivyo kabisa mapigano yalikuwa yakiendelea maeneo ya Katongo, maeneo ya Gomba na nafasi nyingine. Hiyo ni strategia ya jeshi la Kongo ambalo linaendelea kufanya. Na moja kwa moja hapa mjini Uvira, tugusie kabisa kuhusu tume kubwa ambalo liweza kutoka huko maeneo ya Kinshasa na kuja kujionea hali kabisa halisi hapa mjini Uvira. Ujumbe wa Wizara ya Sheria kuanzisha upya shughuli za mahakama. Ujumbe rasmi ulifanya Alhamisi tariki 19 Februari mwaka 2026 ziara ya ukaguzi katika gereza kuu la Uvira mkoani Sud Kivu. Lengo ilikuwa kutathmini uharibifu uliosababishwa na waasi wa M23, kwa sababu ukiangalia jela, vitu vingi vya ofisi viliweza kuporwa na vingine kuweza kubomolewa. Ujumbe huo uliongozwa na ndugu Gaston Asongo. Hao wamekuja kabisa kuweza kuchunguza hali hiyo na namna gani vifaa vitaweza kutolewa kwa serikali tena ili kuweka mabadiliko na kuanzisha shughuli za sheria mjini Uvira, jambo ambalo liliweza kabisa kushindikizwa na gavana wa jimbo la Sud Kivu Jean-Jacques Purusi, akisisitiza kuwa Uvira ni nafasi ya utulivu na kwa sasa makazi zinaanza kurudia. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeletwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki na kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Tunafurahi kwa kupata TV bora.